Nikizungumza urejesho ni nini? Ni namna ya nguvu fulani itumikayo kukurejeshea kitu chako halali cha kiroho au cha kimwili kilichoibiwa na kilichotekwa. Zipo nguvu nyingi au ziko namna nyingi mtu anaweza akatumia kwa namna ya kutaka kujirejeshea kitu kilichoibiwa. Katika ubinadamu tuna mahakama, tuna rais, tuna vyombo vya kisheria na taratibu ambazo unaweza kujipatia haki kuvirejesha vitu vyako vilivyochukuliwa katika damu na nyama. Ila sizungumzi habari ya juu ya damu na nyama, ninazungumza habari ya mambo ya rohoni ambayo yanatafsiri kesho yako, na huko rohoni ndiko nguvu yako ya mafanikio na utajiri iliko. Kila aliyeibiwa leo inarejeshwa kwa jina la Yesu. Leo kila kilichotekwa leo kinarejeshwa kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. So kwa nini watu wana struggle na maisha? Ni kwa sababu kuna vitu vimeibiwa kwako. Kimefanyaje? Kimeibiwa. Ila kikirejeshwa unafanikiwa. Popote pale unajua una struggle, kuna kitu kimeibiwa, hakipo. Sasa hapa Isaya anasema watu hawa ni watu walioibiwa. Watu gani? Usije ukasoma neno kama unawasomea Wakorintho. Watu hawa ni watu walioibiwa. Lazima uwe unajua kujisearch kwenye ulimwengu wa roho. Nini nimeibiwa? Nimelala usiku, nini nimeota? Nini nimeona? Natafuta nini kwenye ulimwengu wa roho? Nimepoteza nini kwenye ulimwengu wa roho? Nipo Isaya napiga kelele. Na kelele leo piga anasema hivi, kwa kweli watu hawa ni watu walioibiwa. Wamenaswa katika mashimo, wamefungwa katika magereza. Alafu katika vifungo vyote hivyo hapana asemaye rudisha. Yani aliye kwenye magereza hasemi nyota toka kwenye gereza. Aliyechukuliwa nguvu ya ustawi haitafuti kwenye gereza. Ulize jirani yako, uko timamu? Haujaibiwa chochote? Anasema hajaibiwa, hajapoteza chochote. Kama unataka kujua umepoteza, anza kuomba. Anza kufanyaje? Kuomba juu ya kitu kilichoibiwa kwenye maisha yako. Sema Yesu nisaidie. Siku ya leo niweze kufanikiwa. Nirejeshe nguvu ya ustawi. Nirejeshe nguvu ya mafanikio. Watu hupoteza, nisikilize. Mtu mwenye vision, mtu mwenye maono ya kufanikiwa ndio huwa anaziwiliwa. Na mtu mwenye maono ya kufanikiwa ndiye huwa anaibiwa maono. Nguvu ya maono inaibiwa. Na ili uibiwe utajuaje umeibiwa? Hizi ni kodi zinazotumika kuona mtu amekuja amekunyang'anya kitu ulicho nacho mkononi cha thamani. Umekaa kwenye nyumba, umetoka kwenye nyumba yako vizuri, uko katika ndoto, unafika nyumbani unakutana TV haipo ukutani. Yaani watu wamekagua, wamefukunyua godoro, wametupa pembeni, vitu kabatini wamemwaga, unaangalia kabatini hakuna kilichoibiwa. Unakuja sebuleni hamna kilicho, unaangalia ukutani TV imeondoka. Kwenye ndoto ukiamka asubuhi TV ipo, ila kwenye ndoto TV ilikuwa haipo. Wewe ni mtu gani? TV inaonyesha watu wasio maarufu. Inaonyesha watu wasio maarufu. Muulize jirani yako, shaka ikuonekana kwenye TV. Muulize. So kama unapoteza TV kwenye njozi, kwenye maono, maana yake umepoteza umaarufu wa maisha yako. Unacho kipawa, unayo talanta ya kuwa maarufu, lakini giza limebeba, limewapelekea maarufu wengine ili wazidi kuwa maarufu. Na kataa leo kwa jina la Yesu. Biashara yako iwe na jina. Wewe jina lako litoke kwenye giza. Walipokufunika na zikuwa leo umaarufu katika Kristo Yesu. Kama neno la Bwana lisemavyo, watoto wetu watakuwa maarufu, watoto wetu watakuwa hodari duniani. Uzao wa kinabii natangaza mwe hodari. Mwe hodari kazini kwa jina la Yesu. Mwe hodari kwenye huduma kwa jina la Yesu. Mwe hodari
nakwambia uwe hodari, uwe hodari wa mambo ya rohoni, uwe hodari kwenye uchumi, uwe hodari kibiashara, uwe hodari kwenye family, uwe mtoto hodari, ukafanikiwe mambo yote uyafanyayo. Nakurejeshea nguvu ya kuwa hodari, nakurejeshea nguvu ya kibali, nakurejeshea nguvu ya jina, ukawe jina duniani, ukawe jina kwenye family, ukawe jina. Uwe jina. Uwe nini? Jina. So kama kinapotea TV, manake wewe ni mtu maarufu. Ndio ile vita ulikuwa unapitia K-off. Hiyo vyote same. Usipoomba, tusipoomba, kama usije kuwa na PJ Prophet hapa waituelekea huko. Maana vile same battle ingeendelea. Maana kazi ya mambo ya kuzimu inainua roho sawa na vita ulivyo navyo. Kwa roho zinainuka, zinamwingia tu mtu aliye pembeni, anaanza kukukashirikia, anaanza kukuharibu kwa sababu ya vita ulivyo nayo. Nasema vita yoyote leo silaha zake ziharibiwe. Vita ya kuzimu inyamaze kimya, mapepo yatulie kimya, yakiinuka yakutane na neno la kinabii ambao ni upanga wa roho, na usimamisha upanga wa roho kwa neno la kinabii. Naweka malaika wa viziao juu ya vision yako, kilichoibiwa kirejeshwe, mikono ya waganga ianze kuteketea, washika nyota waanze kuwa wengi, mikono ya washika nyota ianze kuachia, vifungo kwenye nyota vilegee, vifungo kwenye kibali vilegee, vifungo kwenye utajiri vilegee, katika jina la Yesu aliye hai. Sema vikatike. Manangu, kuna vifungo vingine lazima vilegee ndipo vifunguke. Kuna vifungo vingine lazima vikatike. Unanielewa? Si kila kifungo lazima ukikate, kingine lazima kilegee. Kawaulizi waliofungwa pingu, kama unaweza ukakata pingu hapa. Mara ukiitikisha ndio inazidi kukaza. Kawaulizi walioingiwa nyota, wakiomba ndio uchumi unazidi kukaza. Yaani aliingiwa nyota na akafungwa uchumi. Ukisema Baba, kwa jina la Yesu nafunga siku 3, ndio kwanza kama zinakaza. Kwa kiwaulizi waliofungwa pingu inatabia ukitikisa mikono ndio inazidi kubana. Ukitikisa inazidi kubana. Kwa hiyo ili wewe wamefanya hivyo ili ufanye utulie. Yaani ukifungwa wewe uende kama vile mbuzi aendavyo kuchinjwa. Ukisema tunajifanya hivi inabana. Anayeumia sio polisi, unaumia ni wewe. Alafu sasa hiyo unaenda sero, ila utaenda umeumia na hawana huruma. Yaani inakubana, wanakuangalia. Inabana mpaka unatoka damu, anakuangalia tu. Sema wewe furukuta tu, lakini unazini ni chuma steel. Sio chuma laini, ni steel. Imetengenezwa kwa chuma cha pua. Hata blender ina msumeno wa ukati, wewe inakatwa kwa gesi au blender yenye nguvu. Haipa ndio inakata tena kwa uangalifu. Sasa hili siri juu ya watu waliowekwa kwenye gereza. Kama umewekwa kwenye gereza juu ya umaskini, ukianza hatua ya kuomba kutoka kwenye umaskini, pingu zinaanza kukaza. Hata ulikuwa unatoka unapigiwa simu, bwana nimekutumia 10,000, simu zinakata. Kwa nini? Umetikisha kifungo. Hii nini? Heshima inakwambia. Lakini ili ufanikiwe lazima ujue, kama niliomba nikakaza, narudi kulegeza kamba kwanza, nalegeza kifungo kwanza, na kupata kitabu cha Isaya 58 kuanzia 6 mpaka 8. Hiyo kazi yake ni kulegeza vifungo. Sio unabwatuka tu nakata. Kipindi unasema nakata ni stay. Umefungwa kifungo kigumu. Kifungo kigumu kikatiki siku moja, kina process. Kwa hiyo pale anasema Sauli ndio ichagua sio namna hii kulegeza vifungo vya mila. Kwa hiyo kifungo lazima kianze kulegea, kwa sababu kinakuwa touch na ni still. Kama unataka kubisha, anza kuomba juu ya jambo lilo gumu, uone kama hela ipotei. Afu utashinda. Kuna siku mimi nakutana na watu wengine, nilipoanza kuomba ndio hela imepotea. Kwa hiyo habari ya kuomba wacha kama niachane nayo. Yaani tukianza kuomba, nikifunga, nikianza kanisani tu, hata ile 10,000 inapotea, nikifungo. Sasa huaga nawaambia watu, ni bora utembee
miaka ya mateso, au ujisacrifice uipoteze 10,000 ya leo na 10,000 ya kesho ili vikatike vifungo, au ubaki na kifungo uipate 10,000 ya leo na kesho kutwa mpaka miaka iliyokuja. Nini bora? Kuna majira nilikataa, nikasema hakuna, sili sinywi, linyeshe liwake. Ninachojua ninatoka kwenye kifungo cha nila ya umaskini. Hata vilipokaza nikasema kazeni, ila sitakufa njaa, kwa sababu ndio kwanza mnaniongeza moto wa kufunga, ndio kwanza mnaniongeza moto wa kulegeza kifungo, ndio kwanza mnaniongeza safari ya kuvilegeza. Kwa hiyo ninapofunga nalegeza kifungo, mkikaza ninazidi kutembea, mkininyima fedha ndio kwanza nasema sina pa kwenda, hata kwa dada sina nauli, hata kwa ndugu sina kanaya, nahamia kanisani. Kwa hiyo nilisema hivi, safari misheni yangu ya kanisani ninalegeza na ninakata kifungo, lakini sitatembea mwakani tena kwenye kifungo kile kile. Kanisa wanatembea kwenye sacrament kwa sababu ya mambo yanayojirudia, kwa sababu ya akianza kupambana kuna vitu vinapotea, ana step down. Hiyo ni mbinu ya vita ya kuzimu, hiyo ni mbinu ya vita ya kuzimu. Na ukifanikiwa wanakuhamisha kiwanja, ukifanikiwa wanakuhamisha kiwanja. Sasa hiyo ni mbinu ya kivita. Shetani anakuhamisha tu kiwanja kwamba okay, unataka kuharibu kifungo chetu baada na ile 10,000 tuliyomwachia ili awe mtumwa kwa. Nakataa kwa jina la Yesu aliye hai, kila kifungo kilegee kwa jina la Yesu aliye hai. Kilegee na kipasuke usiku wa manane, kipasuke ukiwa kazini, kipasuke ukiwa nyumbani, kipasuke kwenye ndoto. Kila kifungo juu ya nyota kipasuke, kila kifungo kigumu kiharibike katika jina la Yesu aliye hai. Uliofunga sana juu ya baraka ya kifedha, vilegee vifungo kama neno la Bwana lisemavyo, vipasuke hivyo vifungo juu ya nyota, vipasuke juu ya kibali, vipasuke juu ya huduma katika jina la Yesu. Sema pasuka, sema legea. Ndio maana wanasema hivi, uweze kumkuta mtu mfungaji na muombaji ana kifungo neno. Muombaji na mfungaji hana kifungo, huwa vinaenda vinakatika, hata akiwa amelala kinakatika, hata akiwa anatembea kinakatika, kwa sababu amefunga na anaomba. Principle ya kulegeza kifungo, nisikie, inawezekana kabisa usiombe kwamba kifungo pasuka, ila kwa sababu umefunga sawa sawa na neno la Mungu, kifungo chochote huwa kinalegea. Ni amina na kweli, wanaofunga kwa roho na kweli hana kifungo. Kama alifungwa kuanzia nyayo mpaka kichwani, vile anazidi kuroho kwenda katika roho, ndipo vifungo vinazidi kupasuka. Ulifungwa uchumi, kinapasuka, kinaenda kinafunguka. Walikufunga uchumi na kibali cha uchumi, kinapasuka, unabaki hauna kibali. Unaenda kinapasuka cha kibali. Unaenda ufahamu na ulifungwa, kinapasuka cha ufahamu. Unaenda kinapasuka. Ndio maana ni process kwa Kristo kwenda kugrowth katika baraka, kwa sababu vingine vyote walishakuharibu.